Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tunatoa sehemu ya 3 ya nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha ya muamini. Na vipindi vilivyopita tuliangalia Roho Mtakatifu kama kiongozi na kama mwalimu, lakini tuliona kabisa kwamba Roho Mtakatifu ana nafasi ya usaidizi. Leo tunatoa sehemu nyingine ya 3, Roho Mtakatifu kama chombo cha ujenzi. Roho Mtakatifu ni kama chombo cha ujenzi. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari ule wa 2, wa 3 na wa 4, asema anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali anasema na Mungu. Wakorinto wa kwanza 14:4, yeye anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake. Angalia neno lile, huijenga nafsi yake. Kunena kwa lugha ni ishara ya kitu kinachofanyika ndani ya mtu. Ukisoma katika kile kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15 na wa 16, anasema na ishara hizi zitaambatana au ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Anasema ishara mojawapo ni kunena kwa lugha. Kwa kunena kwa lugha ni ishara ya kitu ambacho Roho wa Mungu anafanya ndani ya mtu. Roho Mtakatifu akiwa kama kiongozi, akiwa kama chombo cha ujenzi, maana yake unapoona mtu ananena kwa lugha, kama anaijenga nafsi yake, na kinachojengwa ni kitu ambacho kimevunjika au kimebomoka. Kimevunjika au kimebomoka. Sasa watu huwa waelewi wanaposema kwamba anaponena kwa lugha anaijenga nafsi. Hawezi kuijenga kama imejengeka, anaijenga ikiwa imevunjika. Na ni lazima usome katika kile kitabu cha Isaya sura ya 61, anaposema Roho wa Bwana yu juu yangu. Maana huyo Roho Mtakatifu amenipaka mafuta kwa ubiri wanyenyekevu wa habari njema, kuwafungua waliofungwa, kuwaganga waliovunjika moyo. Kwa hiyo kama akiwa chombo cha ujenzi, wakati unaomba uenda hata kwa kunena kwa lugha, amekwisha kujalia sasa ile ishara ya kunena kwa lugha Roho Mtakatifu. Wakati unapokuwa unaomba kuijenga nafsi yako, maanake anaijenga na kuiganga, kwa sababu inaweza ikawa ina majeraha. Na hao majeraha yalitoka wapi? Au kwa kuvunjika kulitokana na nini? Kwa wewe kuachilia mlango wa moyo wako ukapata hayo majeraha. Sababu ndivyo ilivyo. Katika kitabu cha Methali sura ile ya 4 mstari wa 23, sema linda sana moyo wako kuliko vyote uwezavyo, kwa sababu huko ndiko kwenye chemichemi za uzima. Sasa kama kuna jinsi hukuulinda moyo wako, vitu vikaingia vikauvunja moyo wako, vitu vikaingia vikaleta uchungu kwenye nafsi yako, vitu vikaingia vikaleta moyo wako kutoboka, kuvunjika, au vikararua moyo wako, unamhitaji Roho Mtakatifu sana kama chombo cha ujenzi, kwa sababu kadri unavyoomba unaijenga nafsi yako ambayo imevunjwa na mambo ya kidunia, uchungu, maumivu, usaliti, kuumizwa na vitu kama hivyo vilivyotokea kwenye maisha yako, vimepelekea wewe kuvunjika nafsi yako. Mtu wako wa ndani amevunjika. Na unapoomba sasa ukajaliwa kunena kwa lugha, anasema kwenye Wakorinto wa kwanza 14:4 kwamba Roho Mtakatifu atabadilika kuwa chombo cha ujenzi na ataanza kuijenga nafsi yako upya. Katika kile kitabu cha Yuda, ukisoma katika kile kitabu cha Yuda 1:20, anasema bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiomba kwa kunena kwa lugha katika Roho, imani yako inajengwa zaidi. Kwa hiyo
kule kwenye Wakorintho wa kwanza 14:4 ni kujenga nafsi. Roho Mtakatifu akiingia anakuwa chombo cha ujenzi cha kujenga. Anavyovijenga ni vitu viwili, anajenga imani yako, lakini anajenga nafsi yako. Kwa kuna watu wengi ambao wananisikiliza wamekuwa wakiwa wanaomba kwa roho, wanafunga macho, wanaona mtu anajenga nyumba hata kama gorofa. Manake wanakupa signal kinachofanyika ndani yako kwamba unatembea na majeraha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ameingia, lakini ameingia kama chombo cha ujenzi, anaijenga nafsi yako iliyovunjika. Nafsi ya mtu inaweza ni mtu wa ndani. Mtu ni roho, ana nafsi na anakaa kwenye mwili, anaishi ndani ya mwili. Kwa hiyo ninayezungumzia anayejengwa ni yule mtu wa ndani. Anaweza kuwa amevunjika moyo, unaweza kuwa umekata tamaa, lakini akishajenga, Roho Mtakatifu akishaingia kama chombo cha ujenzi akajenga nafsi yako, kuna vitu ataviondoa na kuna vitu atavijenga upya. Kwa mfano, kuna tabia ataziondoa. Kwa hiyo baada ya wewe kumaliza kuomba, kama uko unanena kwa lugha, kama ameingia kama chombo cha ujenzi, kuna tabia utaona unaziacha ghafla, unazipenda, lakini baada ya maombi Roho Mtakatifu anakusaidia sasa, unakuta umeziacha. Kuna watu watakutenga nao, na kati ya majaribu kubwa sana ambalo watu wanapitia hasa kipindi hiki ni wakati Roho Mtakatifu anapoanza kujenga nafsi yako. Akishamaliza kuijenga, atakutenga na wale wanaoivunja hiyo nafsi kwa siri bila wewe kujua. Kuna watu unawapenda sana kwenye maisha yako, wako karibu na wewe sana, na ni marafiki zako ambao unawashirikisha kila kitu, lakini Mungu akitaka kukupeleka hatua ya mbele, uamini kuna watu kwanza atakuachanisha nao na kuna watu kwanza atakukutanisha nao. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya wale watu ambao uko nao kuna roho ya kubomoa umebeba, au roho ya kujenga. Wengine wamebeba roho ya kubomoa, wengine wamebeba roho ya kujenga. Kwa hiyo kufanikiwa kwa mtu au kukaa kwa imara kwa mtu inategemea aina ya watu anaotangamana nao. Kwa hiyo huyu mjenzi, Roho Mtakatifu akishaingia, yeye anajua kinachovunja nafsi yako ni nini, anajua kinachobomoa huko ndani ni nini. Akishajenga, hatua itakayofuata ni kukutenga na hao watu, na atakavyowaondoa ni kama vile mkaa unabanduliwa kutoka kwenye kidonda, kwa sababu walikuwa wamechukua nafasi kubwa sana ndani yako. Lakini anavyowaondoa sasa, italeta maumivu sana, lakini ina faida kubwa sana kule mbele, kwa sababu yeye anaichunguza mioyo. Kwa hiyo Mungu akusaidie umtambue Roho Mtakatifu kama chombo cha ujenzi, na ukapitia upya katika Yuda 1:20, lakini pitia upya katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 mstari wa 4 ili uweze kuelewa. Na mimi naamini kwamba kuna watu wengi sana ambao wanatamani kumjua Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunavyotoa vipindi hivi, naamini kwamba Roho Mtakatifu atajifunua kwenye maisha yao kwa namna tofauti sana, au ufahamu wao katika kumjua Roho Mtakatifu utapanuka tofauti na walivyokuwa hapo awali katika kumjua. Kwa hiyo ninakusii endelea kufuatilia vipindi hivi, na unavyovipata kwenye channel yetu isambaze kwa watu wengine ambao unawafahamu, ili waweze kumfahamu Roho Mtakatifu na utendaji wake. Utakuwa umepeleka injili mbali sana. Kwa hiyo tuangalie nafasi nyingine ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana nafasi nyingine kubwa, ni mtia nguvu. Ana nafasi ya kutia nguvu. Roho Mtakatifu anatia watu nguvu. Sasa ukisoma katika kile kitabu cha Isaya 40, ukisoma Isaya 40 kama una Biblia, Isaya ile sura ya 40 mstari ule wa 30, Isaya 40 ukisoma ule mstari wa 30, utaona akisema hata vijana watazimia na kuchoka, wanaume na vijana wataanguka. Ukisoma mstari wa 29 katika Isaya
sura ile ya 40 utaona anasema huwapa nguvu wazimiao, huwaongezea nguvu, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu. Kwa hiyo sio kwamba nimesema hauna nguvu, ila unaweza ukawa nazo lakini ni kidogo. Ndio maana sema humuongezea nguvu. Maanake kama zinaweza kuongezwa, zinaweza zikapungua. Roho Mtakatifu sio nguvu, lakini amebeba nguvu. Kwa hiyo tofautishe, usije ukachanganya. Roho Mtakatifu sio nguvu, ila amebeba nguvu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mtia nguvu. Kuna mahali wewe kama mtumishi unaweza ukapita pagumu. Pagumu kwenye maisha yako. Kuna vita unaweza ukapitia. Vita pia inachosha mtu. Ukachoka, ukasikia kuchoka ndani. Sasa ukiomba, mwambie Roho Mtakatifu, ninakuomba unijaze nguvu. Utaona akikujaza nguvu. Na ukisoma katika Matendo ya Mitume ile sura ya 1 mstari ule wa 8, anasema lakini mtapokea nguvu. Unaona pale? Kule kwenye Isaya 40:29 amesema kwamba huwapa nguvu wanaozimia, humuongezea nguvu. Ana kazi ya kumpa mtu nguvu, ana kazi ya kuongeza zilizopungua. Kwa hiyo anaweza kumpa mtu nguvu ambaye hana hata kidogo, lakini ana uwezo wa kuongeza nguvu kwa yule ambaye anazo nguvu chache. Na Biblia inasema nini? Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni nini? Ni chache. Kwa hiyo unaweza ukawa umepitia mambo kwenye maisha yako, sasa unahisi kuzimia ndani. Hapo lazima umtambue Roho Mtakatifu katika ile nafasi yake ya mtia nguvu, na umtambue Roho Mtakatifu kama chombo cha ujenzi na mtia nguvu. Sasa Isaya 41 mstari ule wa 10 anasema usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, alafu nitakusaidia. Kwa hiyo unaona anasema nitakutia nguvu. Hawezi kumtia mtu, huwezi kutoa kitu ambacho huna. Kama anasema nitakutia nguvu, maana yake anazo. Ndio maana anakutia nguvu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anatia watu nguvu. Nataka tuombe na wewe kwa muda, kama kuna mahali unapita na umechoka ndani, ili uweze kupata msaada. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya muda huu. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya wakati huu. Kuna watu wengi ambao wamechoka ndani. Wengine ni watumishi, wengine ni wanandoa mahali, wengine ni wafanyakazi mahali, wengine ni familia fulani. Wanapita katika wakati mgumu sana, wamekosa nguvu, wengine wamekata tamaa ya kuendelea. Naomba uwatie nguvu, maana wewe umesema utawatia watu nguvu na utawasaidia. Tunaomba kwa maombi haya mafupi ukamtie huyu anayenitazama nguvu mahali popote anapopita palipo pagumu. Yule aliyechoka kwa namna ya ndani atiwe nguvu tena. Ameshindwa kujitia nguvu katika Bwana, naomba Roho Mtakatifu umtie nguvu. Tunakubali kabisa katika lile neno lako la Yohana sura ya 15 ya kwamba mstari wa 7, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote. Kweli hapa wanapopita ni pagumu, na pasipo wewe kuwatia nguvu wala hawataweza chochote. Roho Mtakatifu, tunaamini ya kwamba wewe ni Mungu. Tunaamini utawatia watu nguvu, tunaamini utawasaidia. Lakini tunajua wewe ni chombo cha ujenzi. Roho Mtakatifu, wewe ni mjenzi. Tunaomba ukajenge nafsi zote zilizovunjika. Tunaomba ukagange mioyo yote ambayo imejeruhika, ambayo Bwana imekosa tumaini, imekosa hali ya kuendelea mbele. Tunaomba ukaiguse hiyo mioyo kwa namna ya tofauti sana. Tena tunakusihi Roho Mtakatifu, wewe ambaye ni rafiki yetu wa karibu, ukajihusishe na wale wote waliochoka na kukata tamaa. Wapo watumishi ambao wamechoka kama Elia, wamekaa chini ya mretemu, hawaoni njia, hawajui wafanye nini. Ninaamini ya kwamba utaenda kuwatia nguvu
wale walio nazo kidogo utaenda kuwaongezea nguvu. Wapo watu wamekutana na maneno magumu, wameraruliwa mioyo yao. Wapo wengine wanateswa na kukataliwa, wapo wengine wanateswa na watu wa karibu, na wengine wanataka kujiua au kujimaliza. Lakini kupitia ujumbe wa neno lako huu, ninaomba sasa ukapate kuingia ndani yao Roho Mtakatifu, na ukajenge mioyo yao, ukajenge nafsi zao, ukajenge imani zao, ukainue imani zao, ukainue matumaini yao katika jina la Yesu. Naomba ubariki ujumbe huu wa neno lako popote utakapofika, kwa kuzalia matunda Bwana. Amen. Ikiwa una sadaka unataka kutuma, tumia akaunti inayopita hapo ya namba za simu, na kama una ushauri unaweza ukatuma. Tutatoa sehemu ya 4, nafasi ya Roho Mtakatifu, muda si mrefu. Tunakushukuru sana.